Ladies and gentlemen, karibuni sana Paper Talk. Upo na mimi Frank Mathew. Asubuhi ya leo nimekuletea gazeti la Uhuru, Mwananchi, Habari Leo, Nipashe pamoja na Mwana Sport. Uhali gani Tanita? Uhali gani ndugu Mwananchi mtazamaji na mpenzi mtazamaji, na wewe ambaye sio mpenzi lakini bado unatazama. Unajiandaje na Valentines? Ameshakutumia message kwamba hatakuwepo? Kwamba atakuwa busy na wazazi. Ndo Valentine inakuja hiyo kwamba tarehe 14 utakuwa wapi mpenzi wangu? Nitakuwa busy, nimeomba nikwambie mapema, usije ukasema sikukwambia mapema. Na chaji itakuwa imeungua, nitakuwa sipatikani, kwa hiyo don't feel shy, I'm okay, I'm safe. Kata kuna mtu anapiga, mtu mwenyewe ndo mimi sasa. Nianze moja kwa moja na gazeti la Habari Leo. Habari Leo inatuletea habari gani? Mmiliki wa daladala mbaroni, dereva akimgonga trafiki. Unapigiwa tu simu, bosi njoo kwenye gari lako huku tayari. Unajua labda kuna hesabu imekamilika, kumbe sho unakuta mtu amegonga trafiki afu amesepa na kijiji. Sasa wewe umegonga trafiki, kwani usikae utulie au umchukue mwaisha hospitali? Na usikute utrafiki pengine ukisoma habari ukute ni wa kike. Wewe badala kunyoosha kwenye site, dada watu yupo hivi, unaona kama vile anakuita wewe, nigonge dereva, nigonge. Unatugongea trafiki, nguvu kazi ya taifa inapungua. Tutakupata tu, umeingia na nanili wanasema dereva mmiliki wa daladala mmiliki wa daladala mbaroni, dereva akigonga trafiki. Wewe dereva naye tutakutafuta. Fungia na leseni, unashindwa kugonga vitu vingine. Kwa nini usigonge hodi kwenye issue za maendeleo, unaenda unagonga trafiki? Habari nyingine katika gazeti la Habari Leo, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba atoa maagizo 6 utalii, akabidhi miundombinu 21 ya bilioni, sema bilioni 114.6. Kwenye haya maagizo 6, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini utakuwa umeshatoa hata maagizo na wanyama nao wawe wanahusika kwenye issue za maagizo. Kasongo aje ukorofi, maana yeye ndo anajiona ndo simba wa nyika. Kuna vitu vingine tunajua ni Big 6, ila sasa hivi Kasongo ameongozeka kwenye Big 6, yeye ndo anakimbiza simba sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tungeomba kamati ya utalii na TANAPA nani waongee na Kasongo, wamkumbushe nafasi yake kwenye mbuga za wanyama. Lakini pia kwenye issue za tour guide, issue za kutuambia unafika pale anakuambia yule ndo twiga ana shingo ndefu. Kwa hiyo sisi hatuoni kama twiga ana shingo ndefu. Vitu vingine ni kujiongeza tu. Hilo ni gazeti la Habari Leo. Habari Leo, asante sana Habari Leo. Nipate sasa gazeti la Nipashe. Nikupashe nisikupashe. Inasema Mheshimiwa Lissu avuka kiunzi kortini. Kumbe kuna viunzi viliweka. Mahakama yaamua shahidi wa jamhuri aonwe na majaji. Hamna kufungiwa. Mtu alikuwa amefungiwa tu unasikia sauti. Yaagiza kizimba maalum cha kiboksi kilichojengwa awali kirekebishwe ndani ya saa 24. Chapu. Pingamizi la Chadema na mgawanyo wa mali la tupwa. Hapo kwenye issue ya kizimba hapo, sasa hivi shahidi anaonana na majaji. Uongee ukweli tutakuchoma, tutamwambia Lissu sura yako. Mgeuzieni kwa huku, mheshimiwa majaji. Mgeuzieni kwa huku nimshughulikie. Habari nyingine, wanafunzi 11 wavamiwa na nyuki na kujeruhiwa. Hii ni kipindi cha mtihani. Kuna mwanafunzi mmoja hajasoma hapa, kaongea na babu yake, babu fanya yako, nyuki shwa, mtihani wa mathe. Ila wanafunzi ndo mnaongea na babu walete usaidizi. Sasa kwa nini usingeongea na babu yako walete usaidizi wa majibu ya mtihani? Unaongea na mshua ameleta usaidizi wa nyuki, ametimua mpaka walimu. Sasa hii nimeweka mimi, sio kama eti ndo gazeti limesema hivyo issue ya nyuki, ila najiongeza kwa sababu si unajuaga watu wanafanya hivyo kwenye mtihani. Halo babu ya nyuki, sio mnatuma nyuki kwa walimu wetu. Hamkuona kwamba walimu wana vitambulisho, msiwangate. Mbona wana vitambulisho vile vya kupandia daladala bure? Hilo ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe, lakini kuna habari hapo nitairudia kwa namna yake. Afariki dunia akiwakimbia maofisa dawa za kulevya. Tafadhali usiwakimbie polisi, bado unaweza ukawakimbia alafu ukafariki.
Unaona huyu mwenzenu hana mazoezi, unawakimbia, hajafanya chochote, ameokotwa tu, amefariki na polisi wanasema wamemkuta tu, labda ni pressure imempanda akajifarikia zake. Maofisa wa dawa wamemkamata na kumshughulikia. Hilo ni gazeti la Nipashe. Gazeti la Uhuru, unaona majeusi makubwa utalii. Dr. Mwigulu Nchemba hapa akifanya uzinduzi, waziri mkuu tunamwona mambo ya uzinduzi hapo, akizindua uwanja wa ndege wa Mtemere uliopo kijiji cha Mloka. Tanzania kuna vitu vinaitwa Mloka mkoani Pwani, katika hifadhi ya taifa ya Nyerere. Tunaona vitu kama hivi hapa, lakini uzinduzi mheshimiwa Danilio waziri mkuu, next time hii tumeshazoea mambo ya kukata utepe. Next time kama ni uzinduzi kama wa mbuga hivi wa kufungulia wanyama waanze kukimbizwa, yani to feel ile Danilio migration ile, wafungulie wanyama. Mnaenda Bugatti pale wanafungulia swala, wanafungulia simba, wanaanza kukimbizwa, na nyinyi viongozi pia mnapata hiyo experience ya kukimbizwa na wanyama, muone namna gani. Je, watalii wataenjoy ule mkimbizano? Igeukie sasa katika habari za michezo. Habari kuu katika gazeti la Mwanaspoti: Pacome Okello wawekewa bilioni 1.2. Mbona hamna ya kutolea? Meweki bilioni 1.2 bila ya kutolea. Wakinanirudisha muamala kabla mechi haijaisha. Ni washauri Pacome na Okello, toeni hizo hela kabla mechi si Jumapili tarehe 15. Kama mjatoa huko, kuna ile sehemu ya kusema unabonyeza rudisha muamala, mkiwa mmeshaweka la kwanza weka la pili. Na niliu engineer anawaambia tu mwasibu rudisha ile miamala. Mnatoka kwenye mechi mmekandwa, ndio naenda kucheki muamala upo kitambaa pale, unashangaa muamala umebaki tu message uliwekewa ikatolewa. Hatari. Hii ni motisha kwa ajili ya wachezaji ili kuwakanda J Kabeli siku ya Jumapili. Wana Yanga mpo mambo ya calculator, afungwe huyu afungwe subutu, kwa amekuja uwanjani kusimama. Habari nyingine anasema Kibu ashindwa kujizuia, aanza kulia. Hiyo nimeweka mimi. Asema kuna surprise inakuja Msimbazi. Kwa hiyo Kibu na sasa unajiongeza, unaenda Uarabuni alafu unatutisheti kuna surprise inakuja. Ni surprise gani hiyo? Anakuja Kibu mwingine au na mdogo wako? Ama la umeacha mtoto huko unataka atusumbue au asajiliwe? Why? Kibu, ngoja tusubiri hiyo surprise. Pengine ni ya kuchukua ligi. Tutafanyaje sasa? Mchezaji wa Arsenal katika kurasa za nyuma za gazeti la Mwanasport anasema Eze, namjua Eze, asema kazi ya waifu inanituliza. Hii tunajiongeza tu, tunajua kabisa. Sasa hii kazi ya waifu wa Eze, mchezaji wa Arsenal, ndio ilete kwa wachezaji wa Simba na Yanga, ili na wao watulizwe. Katika gazeti la Uhuru kurasa za michezo, katibu mkuu wa Wizara Sanaa, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Msigu asema serikali haijakosa fedha kumalizia uwanja wa soka wa Arusha. Zile habari tulikuwa tunaziona, si wanaomba msaada, si wapi. Amesema haijakosa fedha. Na mimi ni ushauri serikali, tunaona uwanja kama huu tuandae tu na sisi style yetu. Mbona kule Morocco tulikuwa tuna style, sisi style yetu inakuwa ni viwanja ambavyo havijakamilika, ilikuwa ndio sasa ndio style. Kwa mfano tu uwanja kama huu tunauacha hivi, tunaweka nyasi nusu, alafu huku napo inakuwa ni nusu. Si utamaduni, sisi ndio tunaamua. Au tunapiga tu nyasi alafu watu wanakaa huko kwenye haya mabomba. Kuuliza nini, mbona uwanja hujakamilika? Wanasema this is our style showing the true nature. Hatari. Habari nyingine gazeti la Uhuru katika michezo, Mo Mangungu hapatoshi. Sasa nyinyi kama hapatoshi bado hamjaweka mambo sawa, si mpeleko kwenye knockout ya mama. Zichape sasa tujue moja huku Mangungu. Mtu unaposti kuhusu hivi, mtu anasema vipi mabadiliko? Ni sawa sawa tu kwenye issue za posti za Valentine. Sasa hivi anaposti mpenzi wako, si posti si za nini, alafu unaposti pale kwenye comment vipi ndoa. Ila Mo gazeti Mwananchi katika kurasa za michezo anasema Suluhu tiba pekee Simba. Hiyo mimi nimeshatoa tiba ni wazichape, wapelekwe ulingoni rasmi, wazichape, maneno yaishe. Wameshida gani? Gazeti la michezo, habari za michezo katika gazeti la Nipashe, usiri watawala Yanga ikiwaalika JS Kabylie.
Mabosi wa Jangwani wasema uamuzi huo unalenga kuepuka hujuma kutoka ndani na nje ya hawajamalizia ndani na nje ya Bagamoyo, Sumbawanga. Usiri wachezaji wajulikani walipo. Unaona tu watu wanapita pita, mazoezi yajulikani wanapofanyia. Nyie si kabla na mmekuja na masystem, na sisi napo tumekuja na masystem Yanga. Vitu kama hivyo. Habari ya mwisho kwa siku ya leo katika gazeti la Habari Leo michezo, Simba yamwachia Kibu. Bye bye Kibu. Mkandaji atakukumbuka sana Diara. Diara atakukumbuka kwa ukandaji wako Kibu, mzee wa marasta. Uzi kwa kosa pela unang'ang'ania ni sawa sawa tu mtu uwe na wife afu ung'ang'ania afu ukose penalty. Halo. Tuonane kesho asubuhi.